matokeo yake kwa taasisi yetu ambayo inahusika na masuala ya sayansi, teknolojia na ubunifu, basi bunifu zile zisiishie tu kwenye makaratasi, lakini zisiishie tu kwenye kuzisajili kule BRELA, lakini sasa twende tukazitafsiri kwa vitendo kwa ajili ya kujibu changamoto mbalimbali za kijamii katika shughuli za kibiashara, za kiuchumi, za kilimo, za ufugaji, mambo ya mazingira na kadhalika na kadhalika, lakini bila kusahau swala kubwa la teknolojia. Teknolojia sasa hivi tunajua inakwenda kwa kasi sana, akili unde ili ziweze kutusaidia katika kufanya kazi na kurahisisha ufanyaji wa kazi. Kwa hiyo ndio masuala makubwa ambayo kwa kweli tunasitilia msisitizo, na mmeona hata wakati tunazungumza na wahitimu pale, naambia kwamba sasa waende wakatekeleze kwa vitendo yale walioyasoma hapa. Waende wakatumikie jamii, wasiende kujitumikia wao, bali wakatumikie jamii hapa Tanzania kwa wale ambao wametoka Tanzania, lakini Afrika kwa wenzetu ambao wametoka nje ya nchi yetu. Taasisi yetu ya Afrika Sayansi na Teknolojia Nelson Mandela leo imeadhimisha mahafali ya 12 tangu kuanzishwa kwake. Na taasisi yetu inajali sana mchango wa wahitimu kwenye sayansi, kwenye jamii na pia kutafuta fursa kwa wao wenyewe. Sasa kwenye mahafali hii ya leo tumekuwa na wahitimu 138. Na hao wahitimu 138 wamechapisha machapisho 219 na wamezalisha hatimiliki dhihini au patents kwa Kiingereza 7. Na kwa nini wameweza kufanya hayo yote? Ni kwa sababu ya mfumo wetu wa kitaasisi. Ili mhitimu aweze kuhitimu lazima awe amechapisha idadi fulani ya machapisho, na kiwango cha chini ni 2 kwa wale wa masters na kiwango cha chini kwa wale wa PhD ni 3. Sasa huko mbele tunakokwenda tunataka pia turuhusu watu wamalize kwa patents. Mtu akimaliza akipata patent hata kama hajafanya machapisho tutamruhusu amalize. Sasa patent kiendelezwa inakuwa na manufaa makubwa zaidi kwenye jamii. Sasa hizo zinakwenda kuwa bidhaa, zinakuwa kwenda kuwa huduma na zinakuwa na mchango wa moja kwa moja kwenye jamii. How do you feel today baada ya kumaliza masters yako, lakini pia kitu gani hasa ambacho kilikusukuma from Kenya to Tanzania? Mimi kilichonisukuma ni opportunity ya kupata scholarship hapa Tanzania. And nilipopata hiyo scholarship niliyopewa na Abat Age walio Ujerumani, basi nikakuja Tanzania. Alafu pia ile masters niliyochagua ama niliyopewa scholarship ilikuwa kizuri sana. Na nilikuwa nataka ku specialize in embedded and mobile systems. Hiyo sasa ndio ilinisukuma kuja huku. When it comes to drying agricultural products, especially during the rainy seasons, farmers lose a lot of their products. So this technology helps to dry those crops even when it is wet season, it is raining. Secondly, processing these agricultural products, kukausha these products during those times is always difficult. So now this technology help, especially the youths and the women. It brings in employment opportunities where these women and the youths can now dry using that technology, of which the dried products have high value. They have high economic value. So you find that the prices of the products, because of their quality which have been dried, is high and you fetch a lot of money. This helps the society to come out of poverty. Sasa hivi tunajua hata Wizara ya Elimu sasa hizi ina kwenye tafiti ukipublish kwenye journal ambazo zina high impact kwamba kuna fedha zawadi unapewa. Wizara ya Elimu imeanzisha na imekuwa chachu kwetu.
Ina maana na hiyo itakuwa njia za rahisi kama wizara ya elimu na wizara nyingine zitapata tafiti zetu tumefanyia nini. Lakini vile vile na wizara wakaagi kimya, wizara mbalimbali wanatumaga taarifa vyuoni. Nimeshashuhudia kwamba watu waliofanya au tafiti zilizofanyika katika engo hii tunaomba tufanye tuzipate, maana katika zile tafiti tuna recommendation mbalimbali ambazo tunakuwa tumezishauri nini serikali. Kwa hiyo tafiti hazibakigi tu kwenye makaratasi, na serikali na yenyewe inakuwaga inahitaji kila baada ya miaka fulani inaandikia barua labda chuo cha uhasibu Arusha, chuo cha Nelson Mandela kwamba tunaomba tafiti za engo fulani kwa ajili ya kutushauri. Lakini vile vile pia na watafiti tuna mbali na kupublish kwenye journals mbalimbali, lakini tunaweza pia tafiti zetu tukawa tunaziandika kwenye magazeti ili iweze kufikia jamii kwa mapana zaidi.